ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Bado tungaliko katika aya nambari 85 katika sura Tauba. Na tukasema ya kwamba hii ni aya miongoni mwa aya zenye kuonekana na wasiojua Qur'ani kuwa ni tikrari ya marejeo ya maneno yasiyokuwa na faida yoyote, kama inavyolingana tu kimatamshi na aya nambari 55 ya sura hii ya Tauba. Jana tukabainisha ya kwamba katika maana ya Qur'ani tofauti katika aya mbili hizi ni kwamba ile ya mwanzo katika sura hii at-Tauba aya nambari 55 imekuja na maneno fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Ikawa mwanzo kabisa wa aya inapatikana tofauti kubwa sana katika maana. Na tukasema aya ya mwanzo ile imekuja na fe tukasema pale ilikuwa ni taratibu, mpangilio maalum wenye kuonyesha baada ya kitu kadhaa ndio maana yatokeza kitu kadhaa. Nyuma kulikuwa na maneno wama mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum, hakuna jambo ambalo limewazuilia wanafiki hata sikubaliwe kutoa kwao. Sababu yake ni kwamba kitu kadhaa ni kwamba sababu yake ni kwamba annahum kafaru billahi. Jambo la kwanza ni kwamba wao wanafiki wamemkataa Mwenyezi Mungu. Hata wafanye nini Mwenyezi Mungu hatawakubalia, hapokei amali zao. La pili, wa birasulihi, vile vile wamemkataa mtume wa Mungu, wao hana maana yote. Wala yatuna salata, jambo la tatu ni kwamba hawaiendei sala wanaposali, illa wahum kusala, isipokuwa wanaiendea sala hali ya kuwa wao ni wavivu. Jambo la kuiendea sala kwa uvivu Mwenyezi Mungu anazuia malipo. Hana haja ya kuabudiwa na mja wake aliyokuwa kachoshwa na Mungu wake, anajionea adha mpaka siku atomkabili Mola wake kwa nishata. Anapenda ile sala, imekuwa kama ndiyo qurratu ainin lahu, kiburudisho cha macho yake, kama alivyokuwa mtume wa Mungu. Mtume wa Mungu ilikuwa anasema ju'ilatu sala, imejaliwa sala qurratu ainin li, ni kiburudisho cha macho yangu. Likimfika jambo lolote lile mtume anakimbilia mwanzo kabisa kuswali ili apate burudani maalum. Kwa namna kama hiyo ndiyo swala itampatia faida mtu. La kama ni mzigo, kama ni mateso, adhaban shadidan, shida moja kwa moja, ni kwamba hakuna kipatacho mtu kwa hakika. Hizi ni sababu zilizowafanya wanafiki wasikubaliwe amali zao, na hizo ni amali kubwa mno walozifanya.
Hakuna hasara kwa wanafiki kuliko hiyo, ya kwamba pato lao wanalitoa na wanatoa kwa ria ili waonekane kwamba wao pia ni Waislamu, ni kwamba hapati kitu. Na wakisimama tena ibada, watafanya ibada nyuma ya mtume wa Mungu, lakini hapati kitu. Na vile vile watafanya mengi kuyafanya, lakini kwa sababu ya kuficha batini ya undani ilionayo, ni kwamba wao hawana Uislamu, na ni kwamba wanautazamia Uislamu kufikwa na maafa, na Waislamu vile vile wadhurike. Hili jambo hili kwa hakika linifanya wasikubaliwe lolote lifanyane. Ndiyo maana ikaja atartibu ya fee pale katika aya nambari 55 ya sura hii At-Tauba. Fakaanna hadhihi, ikawa kama kwamba hadhihi haithiyatu kufrihim, hii ndiyo hali ya ukafiri wao iliyosababisha ya kwamba hata wafanye nini wasikubaliwe. Fahum, ukafiri ndo nini? Fahum la yusalluna illa nifaqan, wao hawasali ila unafiki, ndo uko mbele. Huu kafiri huu. Sala, akiingia mtu kwenye sala aamini kwamba anamsemesha Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa anamsemesha Mungu wake awe makini, akili yake inafanya kazi barabara, ajitahidi kuweka heshima ya mwisho wake. Kwa kuwa nini? Anamsemesha aniyemuumba. Idha aradta an tukallima Allah fadkhul fi salah, ukitaka kumsemesha Mwenyezi Mungu ingia kwenye sala. Wa idha aradta an yukallimaka Allahu, na kama utapenda akusemeshe wewe Mwenyezi Mungu, faqra al-Qur'ana, soma Qur'ani. Kama utakuwa na hakika na hayo, basi bila shaka katika sala yako utakuwa umepanda daraja kubwa sana. Kama utakuwa hivyo maisha, unaposwali imani yako unasema naye Mwenyezi Mungu, wewe unamsemesha. Na unaposoma Qur'ani, ikiwa ndani ya swala, ikiwa nje ya swala, ni kwamba imani yako Mwenyezi Mungu anasema na wewe. Ama kama utakusudia hivyo, basi umepata fungu kubwa sana, na utakuwa una mzaha katika kumsemesha au kusemesha wewe na Mola wako. Una mzaha, ni kwamba akili yako yote umeweka pale. Alipoulizwa mmoja katika al-arifina billah, Hatimul Asam, alipoulizwa mwenzetu, wewe hasa unakuwa vipi unapoingia kwenye sala? Mbona sala yako tofauti na wengine chungu nzima? Mbona utikisiki? Mbona macho yako hayaangalii kulia kushoto? Na mbona inakuwa hivi? Akajibu ya kwamba mimi bwana, kama kuna siri ambayo inaonekana tofauti baina ya kusali kwangu mimi na mtu mwingine, ni kwamba ninapofunga takbira kuhirimia kwenye swala, ni kwamba najaalia mimi ya kwamba niko mbele ya Al-Kaaba, najiona siko chumbani kwangu, niko mbele ya Al-Kaaba. Na kama moyo wake mtu ataufanya yuko mbele ya Kaaba, bila shaka atakuwa pale pengine kabisa. Moja inalifanya hilo. Kisha najaalia ya kwamba upande wangu wa kulia pepo iko karibu na mimi, na kwenye mkono wangu kushoto najaalia kwamba moto uko nami karibu sana. Wakati wote ule nitaingia kulia kushoto. Halafu nakadiria katika moyo wangu ya kwamba mauti yako nyuma yangu, ingawa mbele yangu iko Al-Kaaba na nimo kwenye ibada, lakini nyuma yangu iko mauti yananisaka, yanitafuta. Na huenda nikaimaliza swala yangu salama wa salimini, na huenda nisiimalize, mauti akaniwahi mimi. Jengine hujaalia mimi kaanna Allah muttali'un alayya, kama kwamba Mwenyezi Mungu sasa ananiangalia mimi na ananijua mpaka kwenye moyo wangu nikoje, ananijua kwenye fikra zangu nikoje. Basi hapo tena na swali sala yangu, huku Mwenyezi Mungu ananiangalia mimi. Nikiimaliza sala yangu, hapo sasa nakuwa niko njia panda, sijijui. Akabilaha Allahu alayya, ameipokea swala hii Mwenyezi Mungu juu yangu, amraddaha alayya, au kanirejeshea mwenyewe kunipiga nayo ya uso. Niko pale mnyonge, sijui kama Mwenyezi Mungu amenikubalia au kanirudishia mwenyewe. Hivi ndivyo ninavyokuwa kwenye swala. Akiwa mtu kafika daraja hii, basi naam, swala yake sasa ina uzito mkubwa mno. Ategemee ya kwamba inaweza kumvusha katika balaa
na kumwingiza katika wema. Lakini kwa upande wa nafiki, aya hiyo nambari 55 imekuja kuonyesha taratibu ya kilichofuatia baada ya aya ya nyuma. Kilichofuatia ni kwamba fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, basi zisikuvutie zikakupendezesha mali zao, na pia wasikuvutie watoto wao vile vile. Na neema hiyo ni kubwa sana, lakini kwa watu wengine haina manufaa yote ile. Vipi mtu anakuwa kakosa manufaa ya mali yake, halafu kakosa manufaa na mwanawe mtu, hali ya kuwa mwanawe mtu ni kwamba min sa'ihi, ni katika matendo yake, juhudi yake, baadaye anategemea kwamba mwanangu ndo rasilimali yangu, nitapata manufaa kwa yule mwanangu. Anategemea kwamba mimi kwa nimezaa sana, ni kwamba wanangu watasimama kufanya mambo mema, nami atanifikia mema yao kama wataomba dua au kuomba dua. Lakini kwa kuwa ni wanangu tu, basi nitapata fungu langu maalum. Hususan mzazi kama kajiidilisha kuwalea vizuri watoto wake. Lakini hapa iko taratibu. Taratibu ni maneno ambayo yamekuja baada ya jambo ambalo wamelifanya wanafiki. Ni kwamba kuna jambo wamelifanya, fala tu'jibuka, baada ikaja fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Fahum, basi wao wanafiki, la yusalluna illa nifaqan, wakiswali hawaswali ila kwa unafiki. Ogopa sana Muislamu usiyokaswali na ukawa unafanya unafiki ndani yake. Fakaanna hadhihi haithiyatun, ikawa kama kwamba hizi ndiyo hali ambazo kufrihim za ukafiri wao. Fahum la yusalluna illa nifaqan, wakiswali hawaswali ila kwa unafiki. Wala yunfikuna malan, na wala hawatoi mali fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu, illa wahum yakrahuna dhalika, isipokuwa wao wanachukia kufanya hivyo. Kama Muislamu utaona dhiki na kujionea balaa kila siku, dini inakuhimiza utoe, huna nafasi ya kutumia pesa zako kama unavyotaka, mara kwa mara umebanwa, utoe na utoe. Ukiacha zaka kuna sadaka, maana kuna zakatul fitri, maana kuna hivi, mara kuna hivi. Kama itapita kwenye moyo wa mtu kuna adha ya kule kutoa, basi sasa ndo ameingia katika sehemu moja ya unafiki. Na sasa hapa anaambiwa Muislamu mwingine, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, zisi kudanganye, zisi kuvutie kuhusiana na mali zao na wala watoto wao vile vile sikudanganyike. Ni kwamba wao sasa hawapati kitu katika mali zao na hawapati kitu katika watoto wao vile vile. Hata kama atatoa mtu mali yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, hatoi ila anatoa huko ambapo amechukia, kalazimishwa, anajionea balaa tu. Walmutta'atu, na yule ambaye anastarehe na mali yake. Angalia sasa, filmali, kwa mfano anatumia mali yake, antunfikahu, kama atastarehe mali yake kuitumia katika mfano ulio hai, ni kwamba bila shaka mtu atataka akitumie kile ambacho anakipenda ndo akinunue. Ndo mali hapo anapoonea raha mtu. Kwa nini basi wanafiki akawa haiwafaidi kitu cha mali yao? Na nini maana ya kulazimishwa ya kwamba wanatoa huko ambapo wamelazimishwa, wanachukia? Fa idha ahbabta ta'aman, kwa mfano wewe binadamu unapopenda chakula, ishtaraitahu, utakinunua huko nakipenda, katunu hasa, na kuwataka wanao nyumbani wastarehe, wafurahi kwamba wamepelekea kitu cha tunu. Ndio maana yake hiyo hapa. Sasa kinunua, wanunua kwa furaha, kwa mapenzi. Lakini kinyume na mnafiki, mnafiki hana kitu kama hicho anapotoa mali yake. Wa idha hababta thawban, na vile vile unapopenda nguo mathalan, ibta'atahu, utainunua nguo ile kwa kuwa unaipenda. Wa takunu fi hadhihi alhala, na utakuwa katika hali kama hii, masruran, ni mtu mwenye furaha kubwa sana kwa kuwa umepata nguo wenyewe hasa unayoitaka. Na ulikuwa kusikia tu watu na sifu material kadhaa kadha ya nguo, lakini sasa umejionea mwenyewe ni kwamba umeinunua nguo ile. Sasa matokeo yake hapa utakuwa wewe ni mwenye furaha,
wewe na mnafiki sasa mko tofauti kubwa baina ya mashariki na magharibi. Wa idha ahbabta thawban, unapoipenda nguo, naam, ibta'atahu, utainunua nguo ile. Watakunu fi hadhihi alhalati, na hapo ndipo unapokuwa katika hali hii masruran, ni mwenye furaha. Wa anta tunfiqu malaka, tata wewe waitoa mali yako katika hali ya kupata faida na mali yako. Walakinna haulai, lakini hawa tunaozungumza hapa wanafiki, yunfiquna almala, wao wanatoa mali kama hawatoi, wanatoa mali. Wahum karihuna, lakini wao wamechukia kutoa kwao, na wakisimama kwenye sala wanasema kwa uvivu. Mudhabidhabina baina dhalika, wako kwenye miumbo baina ya imani na ukafiri. La ilaha ulai, hawako kwa hawa Waislamu, wala ilaha ulai, wala hawapo kwa makafiri vile vile. Walmu'min, kwa upande wa mu'min, indama yunfiqu malahu, mu'min anapotumia mali yake, fi sadaqatin au zakatin, katika kuitumia mali yake katika sadaka au zaka, ni kwamba fahuwa yafalu dhalika imanan minhu, akifanya hivyo mu'min anafanya kwa imani katika mali ile. Anaamini vipi mu'min? Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, anaamini mu'min ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu sayu'tiyahu adhafa ajrihi, atampa yeye nyongeza nyingi mno ya malipo kuliko alichokitumia. Mu'min anaamini hivyo, na kama hana mtu imani hii anajipatia tabu bure. Akitoa sadaka, akitoa zaka, aamini ya kwamba itarudi. Ni kwamba wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah yukhlifuhu, Mwenyezi Mungu anasema, na chochote mtachokitoa katika kitu, basi Mwenyezi Mungu atakilipa, atakizalisha. Imani ya mtu mwenye kuamini, akitoa kitu anatoa kwa furaha, ni kwamba anamheshimu hata anaompa. Kule kupatikana ambaye atapokea tu, kwake yeye ni kwa furaha kubwa sana. Ndiyo maana mama Aisha akitoa sadaka, kama ni pesa au kitu, anaifunga vizuri kwenye kitambaa na kuinyunyizia manukato ya uturi. Wanawake wenzake akimuuliza tabu yote ya nini hiyo, kama uturi huna, unahangaika mpaka utafuta na hivi na hivi, alijibu ya kwamba mimi nampa Mwenyezi Mungu, simpi mwingine ambaye mnamuona nyinyi. Huyu anapokea hapa, simpi mtu binadamu, nampa Mwenyezi Mungu, anapokea yeye. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan, nani ambaye yuko tayari kummegea Mwenyezi Mungu akamkopesha katika mali yake mmegeo mzuri ambao hauna kuchukia anachokitoa, mmegeo mzuri, hakuchagua mbovu mbaya, akampa wewe Mwenyezi Mungu, ni kwamba anammegea vizuri sana. Mama Aisha anasema, nampa Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo nachieni nihangaike, naona haya kumpa Mola wangu. Atapokea vipi? Atapokea Mwenyezi Mungu katika hali gani? Mali yangu nataka apokee hali ya kuwa yuko radhi na mimi. Na Qur'ani imekuja na maneno ya waziwazi ya kwamba wama mana'ahum fala tu'jibuka, yani wewe isikuvutie amwaluhum, mali zao, wala auladuhum, na watoto wao, ni kwamba hamna kitu mle katika mali, hawapati kitu, na watoto vile vile hawapati faida yote ile. Mimi naogopa kutoa mali yangu halafu isinipatie kitu. Mali yenyewe imechumwa kwa tabu na mashaka, halafu kiitumia hata kuongeza kheri kupata kitu, ni katika pala ambapo mtu apaogope sana kwamba kapoteza mali yake bure. Kwa hivyo wanaamini, wenye kuamini Mwenyezi Mungu ya kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala sayu'tihi adhafa al-ajri, yeye mwenye kuamini akitoa mali yake Mwenyezi Mungu atampa nyongeza nyingi mno ya malipo fi dunia, na atampa nyongeza hizo hapa duniani, wal akhirah, na akhirah vile vile. Idhan, kwa sababu hiyo, fahina yunfiqul mu'min, basi wakati anapotumia mali yake mu'min, anapotumia malahu fi zakati, katika zaka, yakunu fi farahin, anakuwa yumo kwenye furaha kule kutoa kwenyewe. Hafiki mu'min pahala akamtaabisha mtu jua kali, fole kubwa sana, imani na dosari pale.
madhali atajiona yeye mwenyewe ameweka watu msongomano, shida na matida, tabu kubwa sana, wala hamjui nani kapata nani akupata. Mwingine anakuja mara mbili, mwingine hata mara moja kupata. Kwa hakika pale inakuwa imani haikubali, hakuna furaha pale. Hivi kweli na enjoy pale kutesa watu pale? Muumini akitoa kitu cha msaada anatoa kwa furaha, huku akiwa naamini mwenyewe kwamba mimi nitaopewa nyongeza hapa duniani marudufu. Mwenyezi Mungu ameweka mpaka 700 kwa moja tu ya kitu ambacho anakitoa muumini, na hiyo 700 sio kiwango cha mwisho. Anasema Mwenyezi Mungu, wallahu yudhaifu liman yasha, na Mwenyezi Mungu humpa nyongeza zaidi kwa amtakaye. Anamjua Mwenyezi Mungu ametoa vipi. Muumini anapotoa kitu, anatoa kitu kwa kukiheshimu na kumheshimu mpokeaji, na vile vile pako pahala muumini hawezi kumuadhiri anaopokea, anamfumbia kwa siri, kwa sababu anategemea kupewa nyongeza. Anaogopa asije kafanya jambo dogo tu likaharibu kutoa kwake kule. Anaogopa mpaka aya za Qur'ani kama hizi. Hii aya 85 anaogopa sana hii. Pako pahala watu wanaambiwa hata ukimwona atoa vipi shughulike, hana kitu. Hata akitoa vipi hana kitu. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Basi mu'min akimpa kitu anachunga sana. Sirrun wa alania, pako pahala kwa siri sana. Mkono wa kushoto haujui umetoa nini, kulia anampa mtu kitu binafsi. Na pako pahala anasaidia jambo la kheri, ni kwamba anataka na wengine kuwatia nguvu, waache tabia ya kuona tabu, kwa sababu hata akitoa inakuwa hapati kitu, madhali anakalifishwa. Kila siku anaambiwa yeye, ni kwamba yeye mwenyewe ajue tu kwamba mimi nitapata nyongeza marudufu. Tena muumini anakuwa hana haja ya kuhimizwa sana kila siku jambo hilo. Anajua tu kama hapa pana wajibu wangu, hapa wajibu huu mimi ndo nitopata zaidi kuliko yule ambaye anapata mwingine sehemu yake, mimi napata mimi kuliko anaopokea. Mimi napata zaidi, na anaopokea kwa kuwa yupo anaopokea ndo anasababisha yeye apate thawabu. Kwa hivyo atamheshimu sana, atamtukuza sana, atakuwa hataki kumtaabisha, atampelekea kwake kuliko kumsumbua njiani, barabarani, watu wote wamuone anangojea kitu kadhaa kadhaa. Muumini nakubali jambo hilo. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an al-Karim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi, na wala msichague kilichokuwa kibaya, minhu katika sadaka na zaka, tunfikuna mkawa mnatoa pale nyinyi. Kumbe nyinyi wenyewe walastum biakhidhihi, hamko tayari kupokea mbovu mbaya, illa an tughmidhu fihi, isipokuwa kwa kufumbia macho kuona uchungu. Kitu chenyewe kimeneka kutwa nzima, hichi tu na hakuna atakotoa soko hichi tu. Basi atataka mtu akipokea apokee kwa furaha, hamtokuwa tayari kupokea kitu ambacho ni duni. Basi na Mwenyezi Mungu vile vile mkimpa, msimpe duni, mpeni Mwenyezi Mungu hali ya kuwa aridhike kama kapewa. Ametoa tangazo Mwenyezi Mungu, nani yuko tayari kummegea? Mayahudi wao waliposikia Mwenyezi Mungu amegewe, akopeshwe, wakasema Mungu kesha malizika sasa. Yadullahi maghlula, mkono wa Mwenyezi Mungu sasa ushapungwa, umezongoreshwa. Sasa kutoa hatoi tena, anataka yeye akopeshwe kisha kuwa maskini. Wamesema inna Allaha faqirun, sasa kazi hiyo Mwenyezi Mungu akopeshwe kisha kuwa maskini, muhitaji. Sasa Mwenyezi Mungu, wa nahnu, na sisi Mayahudi hao, aghniyau, ndo matajiri. Sasa Mwenyezi Mungu anajibu jawabu hii, asema laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu, kwa hakika amesikia vizuri sana Mwenyezi Mungu neno la wale ambao wamesema inna Allaha faqirun, Mwenyezi Mungu ni muhitaji, wa nahnu aghniyau, na sisi ndio akwasi, ndio tumatajiri. Mwenyezi Mungu anasema sanaktubu ma qalu, tunayaandika waliyosema, wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin, na hata kule kuwa kwao mitume bila haki tunayaandika vile vile. Wanadhuku, wanakulu, na tutawaambia dhuku adhab alhariqi, siku ya kiyama tutawaambia onjeni adhabu ya kuunguza moto kwa utovu wa adabu wenu. Mwenyezi Mungu mmefanya maskini sana nyie.
kwani wewe una nini hasa mpaka Mungu wako amekuwa maskini? Hakadha mbali ulosema Mayahudi hao, yadullahi maghlula, mkono wa Mwenyezi Mungu umezongoreshwa, kama kwamba umefungwa shingoni mwake au nyooki. Mwenyezi Mungu pia hoja hii kaijibu vile vile, akasema hapana, ghullat aidihim, iliyozongoreshwa ni mikono yao ndio baya zaidi. Bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake Mwenyezi Mungu iko imekunjuliwa, imenyooshwa. Yunfiku kaifa yasha, na anatoa Mwenyezi Mungu kwa vile atakavyo mwenyewe. Wala yazidanna kathiran minhum ma unzila laika min rabbika tughyanan wa kufra, na itaendelea Muhammad, Qur'ani itemkayo kutoka Mola wako itaendelea kuwapa dhiki sana hawa Mayahudi hawa na wanafiki wengine mbalimbali. Kwa hivyo hapa ndo tofauti iliyoko na maana ya Qur'ani. Nini maana ya kwamba mali isikubabaishe, isikudanganye ya kwamba Mwenyezi Mungu anataka jambo fulani? Hii tofauti ya mwanzo. Kwanza iko taratibu imekuja kwenye aya mwanzo kabisa, halafu tutaangalia tofauti nyingine, na wala sio tikrari ya maneno kwamba hayana maana, hayana dhamira, hayana chochote, ni kwamba imesemwa tu. Hapana, sio tikrari, kuna maana maalum. Lazima iko tofauti baina aya na aya. Mwanzo kabisa imeanza kwa fala tu'jibuka amwaluhum, halafu ikaingia wala auladuhum. Na hii tulionayo katika sura hii Tauba 85 imekuja kwa wao, wala tu'jibuka amwaluhum, na hakuna lam tena wala, iko wa auladuhum. Haikuwekwa hivyo isipokuwa kwa maana maalum, na maana yake hawezi kuiona isipokuwa watu waliofahamu lugha ya Qur'an al-Karim, angalau kidogo wameingia kwenye ala za lugha ya Qur'an al-Karim, wakaweza kupata faida yake kama hiyo. Amma almunafiq, ama kwa upande wa nafiki, ama muumini akitoa atoa hivyo huku akijua atapata zaidi kwa kitoacho. Yeye katoa kimoja tu, anaamini kwamba mali yangu sasa nikitaka kuiongeza niitolee sadaka, niitolee zaka. Anajua hasa, na kwa hivyo hangoje kuhimizwa, kwani yeye ndo mhitaji, anataka apate zaidi. Kwa kufanya hivyo itabidi atoe. Lakini kwa upande mnafiki, alladhi yudhmiru al-kufra, mnafiki ambaye amedhamiria moyoni ukafiri, fi qalbihi, kwenye moyo wake mna kitu kibaya, anajidanganya tu kumdanganya mtume wa Mungu na kuwadanganya waumini. Fahuwa la yu'minu bil akhirah, ye mnafiki jambo la kwanza haamini akhirah. Ndio maana akitoa wala isikuvutie mali yake, kwanza kakosa kuamini akhirah. Wala yaarifu albaraka, jingine hatambui mnafiki kama kuna baraka inamiminika kwa kutoa. Kama utatoa Muislamu huku ukiona kwamba ni kwamba unajimaliza, unajipa tabu, unajipa dhiki, unajifungia milango ya kheri, na ni kwamba utakosa na unaogopa itamalizika, na kwamba huwezi kutoa ya kwamba itamalizika, kama utamli baraka, basi sasa hata utoe namna gani, basi Mwenyezi Mungu hapokei mpaka utapotambua huku unaamini kwamba nikitaka baraka nifanye mambo ya kheri na mali yangu niipeleke kwenye kheri, hapo ndipo nitapopata baraka nyingi zaidi. Mnafiki kwa upande wake la yaarifu albarakata, hatambui kama kuna kitu baraka, na kwa hivyo anakuwa mgumu mzito kwenye kutoa. Kwa sababu gani? Hatambui baraka. Ndiyo maana rais almunafiqin, kiongozi wa wanafiki, aliwaambia wanafiki wenziwe, la tunfiqu ala man inda rasulillah, wacheni kutoa chochote kwa wale ambao wako mbele ya mtume, hata yanfadhu, ili waondoke kwa dhiki. Hapa dhiki ya maisha ikiwapiga wataondoka wenyewe. Hapa nyinyi mnawapa na kuwapa na kuwapa, ndiyo maana watuzonga hapa, watufadha tubanane bure katika mji wetu mdogo huu. Wacheni kuwapa msaada hawa, hata yanfadhu, ili wende zao. Mwenyezi Mungu jambo hili ameliingilia kati kulijibu, kwa sababu anayekunjua na anayetoa si mwingine ila yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu peke yake. Akasema katika kujibu jambo hili ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nacho, walillahi
khazainu samawati wal ardhi, milki yake Mwenyezi Mungu, hazina ya mbinguni na ardhini. Kama kuna watu 1,000,000 watazuia duniani, kuna baadhi ya watu mikono yao isiende kinywani kwa kudhani kwamba wanawapadhiki waondoke, udhiawishi ni kwamba sasa mja wangu aniachie mwenyewe. Idha gharratka quwwatuka, kama itakudanganya nguvu yako binadamu, falimadha istahkamat fika shahawatuka, kwa nini basi imechukua komandi ya amri matamanio yako yanakuendesha mbio? Kitu kidogo sana, matamanio tu yanakutoa nje uchi, yanakutoa akili. Matamanio ni kwamba amekuwekea matamanio katika mwili wako, yanakuendesha mbio. Kuna pako pahala utastaajabu wala huamini kwamba hilo limetokezea kweli kweli. Pale unaposikia mtu mzima wa miaka zaidi ya 40 amekamata mtu mdogo wa miaka 6 kweli kweli, lakini hiyo ni kwamba matamanio yashakuwa yanamwendesha mbio hivyo, kadhirika. Hapo ni 9 10 zaidi, ni kwamba binadamu mwenye akili pengine na swali, halafu ikaja kapata habari yeye amekamata na punda kabisa, punda anamninginia, anakidhi mahitaji yake kwa punda. Sasa hayawan, mnyama, punda yule pale kama atachachamaa akaamua kumtafuna mpaka uchi wake, atakuwaje? Punda akamatwa na punda. Basi hii maana yake nini? Idha gharratka quwwatuka, kama zitakudanganya nguvu zako, una maguvu mengi, huna nguvu. Falimadha stahkamat fika shahwatuka, kwa nini zitachukua amri matamanio yako yanakuendesha mbio? Moja hilo. Wa idha gharraka ghinaka, na kama utakudanganya utajiri wako, ujione unapata sana na kuwadharau wengine hawanacho, utafanya utakavyo duniani. Nini manake? Manake utajiri wako umekuzuzua, umekudanganya. Hakuna mwenye nacho kuliko wewe, unafanya utakavyo, na umtake nani mke wa mtu usimpate hali ya kuwa unacho cha kumpa. Wa idha gharraka ghinaka, na kama utakudanganya utajiri wako, farzuq ibadi yawman wahida, hebu nduzukie waja wangu siku moja, kama kweli unacho kweli kweli. Waja wangu kwa maana ya waja wangu, viumbe vyangu vyote, mimi viumbe binadamu na viumbe wanyama na viumbe ndege na viumbe samaki baharini na viumbe kila namna mpaka sisimizi. Hebu siku moja chukua tabu ya kunduzukia viumbe vyangu, asikose kiumbe changu riziki. Si unacho wewe kitu, hebu toa nacho basi. Wa idha gharraka ghinaka farzuq ibadi yawman wahida, na kama utakudanganya utajiri wako, niruzukie waja wangu kwa muda siku moja tu. Huna kitu binadamu, huna kitu. Kwa hivyo waliposema wanafiki, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu, na wanasema maneno kama haya duniani watu wengi mpaka leo, kwa kuidhani kwamba wao ndio sababu ya maisha ya watu. Usimpe tumuone, mnyang'anye, muondolee, tumuone atakula nini, tumuone atafanya nini, tuwaone kama hakuja hapa kupiga magoti. Mwenyezi Mungu anajibu kadhia hii kwa kusema, walillahi khazainu samawati wal ardhi, ni milki yake Mwenyezi Mungu hazina za vipato kuanzia mbinguni mpaka ardhini. Walakinna almunafiqina la yafqahuna, lakini tu wanafiki hawalielewi hilo. Wanadhani kwamba hapa anaingia binadamu na uwezo wake akawa nacho alichonacho. Mwenyezi Mungu anasema tena katika nyingine, walau basata Allahu rizqa liibadihi, laitani Mwenyezi Mungu angeliachia ovyo akakunjua riziki kwa waja wake, kwa hatari kubwa sana. Walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi, kama Mwenyezi Mungu angeiachia riziki iende ovyo kwa waja wake na kila mmoja anapata atakavyo mwenyewe, labaghaw fil ardi, viumbe wangefanya kubwa sana katika ardhi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, lakini Mwenyezi Mungu riziki anaiteremsha kwa kiwango maalum kile atakacho yeye na kumpa anayemtaka vile vile.
kumpa anayemtaka na kumpa atakatoye vile vile. Ingelikuwa binadamu anafanya na kupata atakavyo duniani, kusingekalika. Yatosha Marekani tu angefanya juhudi kubwa sana ya kuangamiza Uislamu yeye peke yake, mbali ya wengine. Namna anavyotukia Uislamu, basi asingebaki ndugu ya mtu, dunia nzima angeiangamiza. Lakini hapati anavyotaka mwenyewe, anapewa na Mwenyezi Mungu kwa vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Taib, mnafiki kwa upande wake yudhmirul kufra, anadhamiria kwa kukusudia ukafiri, fi qalbihi, kwenye moyo wake anakusudia hasa ukafiri. Fahuwa, basi yeye mnafiki, la yu'minu bil akhirah, kwanza haamini kwamba kuna pato atalipo akhira. Wala yaarifu albaraka, wala hatambui kwamba duniani hapa iko baraka, itakunjuliwa kwa yeye kutoa kwake, atapewa zaidi kuliko alivyotoa. Haamini hivyo, bali anaamini mauzi makubwa sana Uislamu, kuwataka watu kila mara usaidie misikiti, mara usaidie kitu gani, mara kumpa na nani. Ni kwamba wanaona kama kwamba anaamaliza mtu mali yake, kumbe kuna baraka yatakayofunguliwe kwa wao waumini. Mnafiki haamini hivyo, haamini kama kuna baraka fi riziki, katika riziki. Fakaannahu anfaqa malahu, basi imekuwa kama kwamba yeye anapotoa mali yake duna an yahsila, bila ya kupata ala shay'in, chochote kile, hamna kitu. Ndiyo maana ukaambiwa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, kwa sababu manafiki hana tamaa ya akhira wala duniani vile vile. Ai yani anna almas'alata, mas'ala haya kwa hakika fi nadharihi, katika mtazamo wake, khasaratun, ni hasara tupu, fil mali, kwa mali kwa mnafiki, wala shay'a ghairu dhalika, wala hakuna jengine mbali ya khasara. Khasara tupu kwa hakika. Hata akitoa Mwenyezi Mungu akubali, hata kama atatoa vipi Mwenyezi Mungu akubali. Atahadhari sana mja anapoondosha imani hizi. Kwanza kuondosha kwamba imani akhira atalipo zaidi. Akiondosha kwamba mtu akitoa mali yake anatanguliza kwa Mwenyezi Mungu akiba, na kwamba Mwenyezi Mungu atakuja kumpa zaidi, na kwamba duniani anatanguliza baraka, kufungua milango ya kheri. Kama ataondosha mtu kitu hichi, akiweka kwamba nitafilisika, nitamalizika, ya kwamba sina, nitakuwa nacho, ni kwamba sasa anaingia pala pagumu kwenye unafiki, na ni kwamba badala ya kupata thawabu sasa hapati kitu. Hivi ndivyo ilivyo Qur'ani. Wa in anfaqa al-insanu wa huwa karihun, na kama atatoa mwanadamu kwa ambapo kakasirika, kachukia, kwa hakika falmalu, ile mali yote aliyonayo, almawjudu ladaihi huwa dhillatun, hasa hapa sasa mali inageuka inakuwa ni unyonge, udhalilifu. Mali yote aliyonayo sasa kama anaitoa hali ya kuwa kachukia, hapendi, basi sasa mali ile ni unyonge, anatoa bure, hamna kitu ambacho anakipata. Wataabun, na tabu, mbali ya unyonge, na ni kwamba anateseka sasa. Liannahu hasala almala, kwa sababu yeye alipopata mali kaipata baada amalin wa mashaqqatin, kaipata baada ya kazi ngumu na mashaka. Thumma yunfikuhu, kisha anaitoa mali hii ya kwamba hapati kitu. Kwa hivyo haulai la yu'minu biakhiratihi wala jazain, wanafiki hawa huwa sababu kubwa iliyowakosesha malipo, ni kwamba hawaamini kama kuna akhira atalipwa, wala hawaamini kama kuna malipo duniani kwamba akitoa atapata zaidi. Ha experience ya kuona asubuhi yake alitoa mtu shilingi 10,000, magharibi yake tu, hata usiku mchana ule haukumalizika akaja kapata 50,000. Mwenyezi Mungu akitaka atamwonyesha hivyo mtu. Wa yuridu alhaqu, sasa basi ndugu waislamu, anakusudia Mwenyezi Mungu wa haki subhanahu an yulaffitana, azisogeze nyuso zetu, ayavute macho yetu, ila anna rizqahu lihaulai, juu ya kwamba riziki yake Mwenyezi Mungu kwa watu kama hawa, lihaulai nasi, huwa sababun fi shiqaqihim, ndiyo sababu ya kuingia katika mateso yao na balaa lao. Anataka Mwenyezi Mungu asitoelewe hivyo,
ya kwamba kuna baadhi ya watu sababu ya kuingia katika balaa na mateso ni kwamba sababu yake ni mali zao wenyewe. Wa idhlalahum, na vile vile ni sababu ya kuingia katika unyonge wao fi dunia, hapa duniani. Kwa hivyo matokeo yake fayajalahum, Mwenyezi Mungu akawajalia watu hawa yajmauna almala, wanakusanya mali, wanaikusanya mali kwa hakika biamalin, kwa kazi ngumu, wa taabin, na tabu ngumu sana. Thumma yunfikunahu, kisha wanaitoa mali hii katika kulazimika kwa nguvu, wakipenda sipende, anataka mtu amuone, bila thawabin, lakini bila malipo, bila malipo. Hii ni hasara kubwa mno kwa ajili ya kutoa huko kwa baadhi ya watu. Yani hakuna thawabu, yakhsaruna, wao wanakhasirika. Walwahidu minhum, na mmoja miongoni mwa wanafiki hao, yadhhabu ila alharbi, anakwenda vitani, nifakan, huku akiwa kwenda kwake ni kwa uongo mtupu, endi kwa imani yake, ala silahihi, juu ya kununua silaha yake ya vitani, kiasi uongo mtupu, aonekane kwa fulani kisha nunua silaha kadha kadha, basi tu muongo mtupu, anatumia mali yake kununua silaha yake. Warahilatihi, na vile vile ananunua kwa kipando chake mnyama wake, transport ya kumpeleka vitani. Wala yakhudhu thawaban, lakini kwa yote haya hachukui malipo yoyote. Mwenyezi Mungu ameghadhibika nao. Mwenyezi Mungu hapendi kudanganywa. Ndiyo maana uwe wazi mbele ya Mola wako, usimfanyie kumpinyangia, yani unadhihirisha baadhi ya mambo vingine, kumbe katika moyo uko vingine kabisa. Wayurabbi auladahu, mnafiki anamlea mwanawe. Ndio maana akaambiwa mpaka mwanawe vile vile sikubabaishe, anamlea mwanawe mnafiki. Thumma yati alharbu, anamlea, kisha baada ya muda vinakuja vita. Fayadhhabuna, wanakwenda mtu na mwanawe vitani, nifakan lilqitali, kwa unafiki mtupu kwenda katika vita, yeye na mwanawe wote waongo. Matokeo yake vitano vita, fayamutuna, wanakufa vitani au wanauawa, biduni istishhadin, bila ya kufa shahidi, yani sema shahidi, kafa kifo cha kawaida tu, basi kajitaabisha tu, kajihangaisha tu, halipi kwamba yeye kauawa shahidi. Hasara kubwa mno, kenda vitani, kafa katika medani, lakini biduni istishhadin, amekufa na kuuawa bila ya kupata cheo cha ushahidi. Idhan kanu munafikina, wao walikuwa ni wanafiki, mithla abaihim, mfano wa baba zao. Kwa hiyo baba mtu mnafiki, mwanawe mnafiki, wameondoka duniani hakupata kitu. Wa hakadha najidu, na kama hivi tunakuta anna kulla amwala almunafik, mali zote za mnafiki, alladhi bilislami, ambazo atazitoa kwenye Uislamu mnafiki, wa huwa kafirun, huku akiwa kafiri, takunu hasratan alaihi, itakuwa ni majuto siku ya kiyama juu yake, majuto tu mpaka siku ya kutoka roho. Katoa mali nyingi, ni kwamba itakuja pale ile mali yake imwambie hamna kitu, lakini umetoa mamilioni lakini hamna kitu, kwa sababu ulikuwa muongo, pata kitu. Wa min huna fa iyaka, basi pahala hapa ndio tahadhari wewe Muislamu, ayuha alikhwatu almu'minuna, tahadhari wewe Muislamu, an tu'jibka amwaluhum, isije ikakuvutia mali zao wanafiki, liannaha dhillatun, kwa sababu mali zao ni udhalilifu, fi dunya, hapa duniani. Tena kama itakuvutia mali ya mnafiki utafanya dhambi. Sema katika moyo wako, kuna baadhi ya watu wapate kitu watakitoa, lakini kuna baadhi ya watu inabidi waonee maya. Ukitambua na kudhani kwamba hapa pana imani, hapa iwe kidogo inakuumiza kwamba kuna baadhi ya watu wamenipita katika kheri, mimi sina cha kununulia pepo, wao wanunua pepo, mimi sina. Kama walivyoona maya masahaba wa mtume, walimwendea mtume wa Mungu bwana, wakamwambia dhahaba ahluduthuri, wamefika mbali watu wenye mali, fil ajri, katika maliko, kwa sababu wao wanatoa sadaka mali zao, sisi hatutoi sadaka. Wanaswali kama tunavyoswali,
wanafunga tunavyofunga, na wanafanya khairi kadhaa kadhaa, wanakwenda katika jihadi, lakini pako pahala wao wana mali wanaitumia kwa ajili ya kununua akhera, na sisi mali hatuna. Mtume akawapa watu jambo wafanye, akawaambia masahaba, je, na nyinyi sikupeni habari ya kwamba nikikupeni baadhi ya mambo mkifanya mtakuwa kama wao? Wakasema bala ya Rasulullah, kwa nini usijulishe? Tujulishe tupate kushindana nao makada nyinyi matajiri. Mtume akawaambia, mtakaseni Mwenyezi Mungu kwa subhanallahi mara 33 dubura kulli salatin, nyuma ya kila sala, na mumhamidi Mwenyezi Mungu kwa tamko la alhamdulillah mara hizo hizo 33, watukabbirullaha, na mumkabiri Mwenyezi Mungu kwa tamko la Allahu akbar mara hizo hizo. Basi hizo mtakuwa mmefanya 99, ni mara 99, na malizeni 100 kwa tamko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hakika mtakuwa na nyinyi kama wao. Wao sio na mali, nyinyi fanyeni hivi, na nyinyi mtakuwa kama wao na mtawapita pengine. Ala matajiri sitasikia habari hiyo, wanaona watu kawaida, kila mmoja kazama kasbi zake, kazama yuko serious. Wakaulizana, wakaambiwa hawa wamemwendea Mtume hawa, wakadai kwamba watu wenye mali wamewapita na wao maskini za Mungu hawawezi kupata daraja. Mtume kawapa wafanye hivi, watakuwa sawa sawa na matajiri. Ala, ngojea basi, na sisi tukiswali tukikitaka vile vile tusitoke, tubane katika dhikiri hizi. Mara wale mafakiri maskini wanaona watu wamezongea vile, hiyo sasa ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, humpa mtakaye. Kama amali za kheri anafanya na mali zao anatoa na tasbihi vile vile anafanya, basi hapo sasa Mwenyezi Mungu kampa mja wake amtakaye. Na watu lazima wapitane, mwenye 2 ana 2, mwenye 1 ana 1. Hapa tena sasa ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye. Sasa naam, kwa hivyo mali za baadhi ya watu inakuwa ni unyonge, na vile vile imekuwa ni kupoteza wakati bure. Ndiyo maana usivutike wewe na mali zao. Wanafiki kwa mfano hawana kipatacho kabisa kabisa. Wa in lam yunfiku, na kama wanafiki hawakutoa kitu, fahadha amrun yufadhihu, hili sasa ni jambo ambalo litawafedhehesha wao. Wakitoa sawa sawa na usitoe sawa sawa. Kama watata kutoa ndo kabisa wajifedhehesha sasa. Na kama utawaondosha katika daftari la kuwaingiza katika wakati watu ambao wamekwenda katika vita vijihadi, kama utaondosha kutoa kwa pesa, isikudanganye ukaona kwamba labda badili ya kuwazulia vita, mimi pesa natoa kazi yangu ya bure hapa mimi. Kuna kwa mfano utamtambua mtu, utamwambia wewe bwana, lan takhruju ma'i abadan walan tuqatilu ma'i aduwa, kama tulivyoona katika nyuma yake. Mtu anaambiwa ya kwamba waambie, nyinyi bwana hamtotoka tena kwenda vitani na wala hamtopigana pamoja na mimi adui. Sasa usikaona kwamba badili yake wanakuta shere, wanatoa message sana, wakati wewe ushawaondolea daftari la kuhudhuria kwenye vita, wao hawaji tena. Lakini sasa wanaweza kukudanganya hawa, wakatoa na kutoa na kutoa, lakini wengi mtupu. Hiyo itakuwa ni fedheha yao tu basi, thawabu hawapati kitu, na kwa Mwenyezi Mungu yakuwa wamejikashifu tu basi, wamezidi kujionyesha kwamba wao ni wanafiki. Kwa hivyo kama utawaondosha katika daftari la kwamba wao ni wenye kwenda katika jihadi, na kama watakuwa wakitoa mali zao, usichukulie kwamba hii mali ni sawa sawa na kwenda katika jihadi. Si sawa sawa, kwa sababu wao hawapati kitu kwa mali ile, hawana kipatacho. Wa innama yaktadhi al-ishfaqi, kwa hakika wao inataka waone huruma kwamba wanapoteza wakati bure na mali zao bure. Si kama uone kama kwamba hawa ni kama mimi, la, uone huruma wanapoteza mali zao bure. Wala tadhunnu annaka, na wala usidhani kabisa kwamba wewe, hina hadhaftahum, wakati utapoondosha wao, min diwani al-akhirah, min diwani al-ghuzati, katika madaftari ya wewe kwenda vitani, ukaja ukaona ya kwamba sasa mali zao je wanatoa ndo yale yale, mewazuia bure mimi, pesa hizi zinakuja. Kwa hivyo pasa wanapata thawabu zao, hawapati hata kitu katika, hawapati kabisa.
walakinna fil ayati al-ula, lakini katika aya mwanzo, yaqulu al-haqqu subhanahu, ndo anasema Mwenyezi Mungu wa haki mtakasifu, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladum, katia wala mara ya pili vile vile kuonyesha ya kwamba sio mali yao tu na mpaka watoto wao vile vile. Nini maana yake maneno haya? Maana yake hapa sasa, limadha lianna minhum, kwa sababu miongoni mwao man lahu malun, yuko ana mali peke yake, ya'tazzu bihi, yeye anajitukuza kwa mali yake ile. Wa minhum, na miongoni mwao man lahu auladun, yuko mwenye watoto hana mali, kathiruna, wengi mno, hum izzatuhu, watoto wake ndo nguvu zake kwa hakika. Wa minhum, na miongoni mwao man lahu almalu, yuko ambaye ana mali, walwaladu, na watoto vile vile. Idhan, kwa hivyo basi, fahum mukhtalifuna, wanafiki wametofautiana, fi ahwali, katika hali zao. Wako ambao wana mali tupu, na wako ambao wana watoto watupu, na wako ambao wana vitu vyote, wana mali na watoto vile vile. Lidhalika, kwa ajili hiyo, jaa alqaulu, ndiyo maana ikaja tamko amwaluhum wala auladuhum. Ni kwa maana hiyo kuna baadhi ya watu wana vitu vyote, imeongezeka hapa wala auladuhum katika aya nambari 55 At-Tauba, na katika aya 85 hapa imekuja wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, haikuja wala auladuhum kwa maana yake kamili vile vile, kwa maana kuna wengine hawakumiliki mali na watoto, ni kwamba wana kitu kidogo tu basi. Akiwa na watoto hana mali, akiwa na mali hana watoto, lakini kuna wengine wana vitu vyote. Ndiyo maana ikaja pale wala auladum, na wala isikudanganye ikakuvutia watoto wao vile vile, ni kwamba hawapati kitu. Kwa nini? Lituaddi almaani, ili hapa ipate kulipa ile maana ya Qur'ani kuliha yote kabisa. Walitashmul, na ipate kukusanya man indahu malun, kumkusanya mwenye mali fakat peke yake, wa man indahu auladun, na kumkusanya yule ambaye ana watoto peke yake fakat, wa man indahu almalu wal auladu, na inamkusanya hii mwenye mali na watoto wote wameingia pamoja. Amma fil ayati thaniya, ama sasa tuangalie aya ya pili. Aya ya pili hii tulionao sisi, allati, aya ambayo nahnu bisadadiha, sisi tunaishi kwenye aya 85 sura At-Tauba. Imekuja wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, bila ya kuingia wala auladuhum. Innama yuridu Allahu, kwa hakika anakusudia Mwenyezi Mungu. Sasa an yu'adhibahum, imekuja an yu'adhibahum, an kule nyuma imekuja li yu'adhibahum kwa lamu, kwa lamu. Hapa leo an yu'adhibahum, yani yani hapa ni madhumuni hasa awaadhibu. Hivi kweli inaweza kukubalika hii kwa kweli binadamu ya kwamba mali na watoto ni adhabu? Hakuna atakayekubali hivyo, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Lakini aya ya nyuma yake imekuja kwa lamu liyuadhibahum. Lamu hiyo yawezekana kabisa ikawa ni lamu ambayo at-taqib al-muaqaba, imekuja pale kwamba tokeo la baadaye, lakini sio madhumuni yake, si dhamira yake. Kwa mfano utakuta kwenye Qur'ani faltaqata'u alu firauna, kwa mfano tu basi, wakamuokota Nabii Musa mchanga watu wa Firauni, liyakuna, ili awe, lahum, kwa ajili yao, aduwan, ni adui, wa hazan, na huzuni. Je, ndio ilikuwa dhamira yake hiyo? Wanamuokota Musa ili awe adui? Haikuwa hivyo, lakini matokeo yake ikawa hivyo. Wao walimuokota ili iwe qurratu ainin, ni kitulizo cha macho, furaha ya moyo, lakini kumbe Mwenyezi Mungu ana mambo yake mengine kabisa. Hapa ndiyo maana kuingia lam faltaqatahu alu firauna, walimuokota Nabii Musa mchanga watu Firauni. Lam ingia pale liyakuna, ili awe, sio madhumuni, awe kwa baadaye, matokeo yake yabadilike, awe kuliko vile alivyotaka wao. Ndiyo maana fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allahu liyu'adhibahum, kwa lamu liyu'adhibahum, yani matokeo ya baadaye ni kwamba mtu aingie kwenye adhabu kwa mali yake na wanawe, anaadhibiwa mtu kwa mali yake.
Adhabu kubwa ya mali ni kuitoa bila thawabu, adhabu kubwa sana. Huku mtu kapoteza mali yake ana thawabu. Ndio maana ikawa matokeo yake wao walitoa kwa ajili ya kudanganya watu pale, na kwa ajili ya kwamba labda waonekane kwamba wanapata kipato kikubwa sana akhira, kumbe hamna kitu. Lamu inafanya kazi ile pale, taakibu. Matokeo yake ni kwamba wao hawaadhibu Mwenyezi Mungu. Lakini katika aya ya 80 imekuja badilia lam, innama yuridu Allahu an yuadhibahum, hakika Mwenyezi Mungu anataka kuadhibu wao. Sasa purposely, madhumuni, maksudi hasa awatese. Je, utakubali wewe kwamba mtu anateseka kwa mali na watoto? Ni kwamba zama chini zaidi, Mwenyezi Mungu anakusudia hasa na si matokeo kumtesa mtu kwa mali na kumtesa mtu kwa watoto. Ukitaka kupata mtoto usiombe mtoto tu peke yake, omba aliyekuwa mwema. Na ukiomba hiyo mali vile vile iombe ile kuwa njema vile vile, yenye kheri na wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu paka wapala anakusudia hasa kukutia mbaroni kwa mali. Inafanya kazi hiyo, na kule lam liyuadhiba inafanya kazi kwa matokeo yake baadaye. Wao walimuokota Nabii Musa kwa kutaraji kwamba pale watapata qurratu ainin, kumbe atabadilika. Itakuwa ni nini? Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Hakutegemea kabisa, kumbe mpaka pesa zake mtu natumika kwa kumwenzi mtu huyu, kumbe ni adui yake na huzuni yake. Sasa aya ya pili yake, an yuadhibahum, Mwenyezi Mungu anakusudia kuwaadhibu watu. Je, utakubali kwamba Mwenyezi Mungu anaadhibu watu kwa mali na watoto? Ni kwamba naam. Itazame mali ilivyo, itazame mali ilivyo, wapi wafikisha watu. Ni kwamba kwa mali yake mtu aliingia katika majumba ambayo hakutaka kuingia, wala alikuwa hana lazima nayo. Kaingia katika baada ya kulevya mtu, baada ya kuwa na mali. Kabla ya mali hakuwa nayo. Basi pale mali ni kitu gani pale? Adhabu imekusudiwa hasa kumtesa. Kafanya ujeuri kwa Mwenyezi Mungu sana, basi sasa kaambia nakupa sasa. Tazama mfano wa pili. Ameishi Taalaba na Mtume, akaswali na Mtume, na ikawa takbira kuirimia haimkosi nyuma ya Mtume. Lakini sasa umasikini nao na mambo makubwa sana. Bila kujua binadamu ataomba mali na kumwambia Mtume wa Mungu, niombee anyughniani. Mtume wa Mungu kushaona na kishajua kiutume kwamba huyu mali tamuadhibu, itakuwa ndio balaa lake, anamzuia ambaye usiombe kitu hichi. Yule anahapa yamini ambaye apate tu, lazima apate, kwa sababu ishaingia katika daftari kwamba atapewa na adhibika kwa mali. Anasema akipata atakuwa mtu mwema, atatoa sadaka na hivi na hivi. Matokeo yake ni kwamba amefanya ubakhili, amekuwa muongo, amekwenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu Mtume, na hatimaye kumtolea Mtume fidhuli kwamba yeye si mtume tena, ni sahibu. Qulu li sahibikum. Nini maana yake hapo? Maana yake sasa mali itakuwa ni adhabu yake makusudi. Sasa kapewa ili aadhibiwe, kwa maana hakusikia dua ya Mtume, hakusikia Mtume kumwambia kwamba mali usiombe, akanopuzi mtupu. Mtume wa Mungu, Mwenyezi Mungu anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, basi na watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake Mtume, an tusibahum fitnatun au adhabun alim, isije ikafika balaa kubwa sana kwa kukimbia amri ya Mtume, au adhabu yenye kuumiza, ima itakuwa akhera au duniani. Taalaba sasa kaingia pale hapo. Sasa matokeo yake ni kwamba mali yake ilimtesa, ikamwangamiza. Ibada ya Mwenyezi Mungu ikabidi ikosekane, akaanza kutokomea, haonekani tena katika msikiti wa Mtume, pale ambapo sala moja katika msikiti ule ni sawasawa na sala 1000. Amekosa. Kila tazama Mtume katoa salamu hamuoni, ilibidi aulize aina hamamatul masjid, jamani njiwa wa msikitini kwa wapi? Njiwa wetu atoke, alikuwa hapa. Watu wanamfanyia makara, wanasema tara, tukisharuka njiwa hayupo, bali karuka tu, sio karuka, kagaragara, kaanguka matopeni hivi sasa, mpaka mbao na kujisaidia aruke hana tena, yuko kwenye matope na garagara. Sasa ni kwamba wanyama walimfanya aruke mikojo, hana kukoga, hana usafi,
hana kuzungumza na mtu, yeye na mifugo na yeye ananuka bila kiasi, ni kwamba sasa mali yake inamuadhibu. Hivi ndivyo mali inamuadhibu mtu. Mali ukiomba omba yenye kheri na wewe, na mwana vile vile ukimuomba muombe mtu mwenye kheri na wewe. Wangapi wanaoadhibiwa na watoto wao? Wangapi wanaojuta kwa nini wasiwapate? Wanajuta hivi sasa, na hali ya kuwa waliweka nadhiri pako pala, mimi kama nitampata mwana mimi na hivi ni kwamba atakwenda mzimni akaweka nadhiri, akaondoa nadhiri yake kadha, ni mtoto. Matokeo yake mtoto kapewa, lakini ni adhabu yake kapewa, anajuta na kama kubwa. Tunasoma katika sura Kafi ya kwamba Al-Khidri alimuua mtoto mdogo tahta al-baligh, ghulaman zakiya, tena kamuua bighairi nafsin, bila nafsi yote ile. Kwa nini? Ilibidi baadaye amjulishe Nabii Musa jambo ambalo hakuliweza kulistahimilia. Akamwambia, amma al-ghulamu, amma yule kijana, fakana abawahu, walikuwa wazazi wake wawili, baba yake na mama yake, mu'minaini, walikuwa ni waumini wale wazuri sana. Fakhashina, tukaogopea sisi, an yurhikahuma, asije akawalazimisha wazee wale maskini, tughyanan, ujeuri, wa kufra, na ukafiri. Ndiyo maana tukamuua, kwa sababu kuna pahala mtoto ni adhabu hasa, anaadhibiwa mzazi kabisa kabisa kwa mwanawe. Anaona haya kutokeza mbele za watu, akasema mwanangu yule pale, mimi anafanya vituko vioja vikubwa mno. Anakosa mtu kukaa na Waislamu wenzake kwa sababu sura kaibadilisha mwanawe, sura yake imekaa nyingine kabisa hivi, anaona haya. Kwa hivyo mwanawe ni adhabu hasa ya kutosha. Pako pahala aliona kama mchezo tu, basi amwachie tu na amkatalie mwanawe, hafanyi hilo. Kisha kwambia bwana, mwanao tumkuta na grupu kadhaa, na bila shaka sasa hivi anaanza kutumia vitu kadhaa. Anakataa, hafanyi. Mwenyezi Mungu anamwambia ngoja tu, utanitambua kwa mwana huyu, utanitambua. Alikuja akaanza kusafia nyumba yake mwenyewe, anaisafisha mpaka nguo za kuvaa mwenyewe mwilini kasafisha kila kitu. Hapa mtoto ni adhabu. Kitu gani? Mtoto ni adhabu hapa. Ndio maana hapa ikaja, wala tuujibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yuadhibahu, kwa sababu anataka Mwenyezi Mungu awaadhibu kabisa. An yuadhibahum fil hayat au fi dunya, awaadhibu duniani, watazhaqa anfusuhum, na zifike kutoka nafsi zao, hali ya kuwa wahum kafiruna, wafe kifo kibaya. Anakufa kifo kibaya mtu takafiri. Kwa nani? Mwanawe ndiye anasababisha kafiri. Ndiyo maana Al-Khidri akaua mtoto. Kwa nini? an yurhikahuma tughyanan wa kufra, kuna ukafiri jeuri kwa mtoto atapata mzazi. Mtoto anampenda mno kiasi ambacho kawa jeuri. Mwanawe ndo afanyalo ndo hilo, anaadhibu watu mtaani, anatesa watu, lakini imekuwa jeuri kampa mwanawe. Na vile vile kafa kifo kibaya, kafa kafiri. Kwa nini? Mwanawe. Hapa mtoto imekuwa ni adhabu, na Mwenyezi Mungu akimpa mtoto anakusudia hasa kumwadhibu. Mwenyezi Mungu atuepushie kutuadhibu Mwenyezi Mungu kwa watoto na mali. Ni adhabu kubwa sana hiyo. Wewe mwenyewe unakuwa hujui kabisa. Unajiona umepata, unajiona wewe kuliko watu wengine, kumbe unaogelea katika adhabu. Unajiona umezaa sana, na waliokuwa hawana watoto kama kwamba wajinga, wapumbavu, hawana watoto, labda kujua miundo mbinu ya kupata watoto, lakini watoto wale kwa hakika ni adhabu. Pakupala mtoto ni adhabu. Ndiyo maana ukitaka kuzaa, basi mwambie Mwenyezi Mungu akupe al-walad salih, mtoto mwema. Habli min ladunka, nipe mimi kutokana na wewe, dhurriyatan tayyiba, kizazi chema kizuri ambacho kitakuwa na faida na mimi duniani, katika dini yangu na akhira yangu vivile. Usinisukumie tu yote yule akawa ni balaa langu, ni adhabu yangu. Kwa nini? Kwa sababu mtoto na mali Mwenyezi Mungu anakusudia hasa. Harfu ya an ni harfu ya kukusudia kwamba anaadhibu. Sasa wangapi wanaadhibu kwa ajili ya wanao, kwa ajili ya watoto wao. Insha Allah taala imebakia kidogo maelezo kumalizia aya hii namba 85. Insha Allah kesho darasa iko hapa raha leo, na tutamalizia tafsiri yake kabla ya kuingia kwenye aya nambari 86 ambayo inafuatia mbele baadaye. Kwa hivyo kesho
Jumapili tena darasa iko hapa hapa. Tunakumbushwa ya kwamba michango yetu ya kawaida kwa ajili ya kutanguliza kitu chenye faida na sisi kwa kutumia mali zetu hapa msikitini. Na vile vile tunajulishwa kuna kanda za mawaidha ziko tayari, mpaka kanda ya jana jamaa wanayo, kwa hivyo mtaonana nao hapo nje. Na kesho darasa itakuwa hapa leo vile vile. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ahyina ala kalimati tawhid wa amitna ala kalimati tawhid واحشرنا على كلمة التوحيد لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد